Chuo cha ufundi Tarime Vocation Training College kimefanya mahafali yake ya pili ngazi ya 3 yaliyofanyika Mei 16, 2025. Mahafali hayo yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kiserikali, kidini, asasi za kiraia pamoja na makundi maalumu, huku mgeni rasmi akiwa ni CPA Janet Nyoni ambaye ni mkurugenzi kanda ya Ziwa. Akipokelewa mapema katika mahafali hayo na mkuu wa shule, jeshi la skauti pamoja na mkurugenzi mkuu wa chuo hicho, ndugu Hesbon Peter Mwela, ametembelea mabanda ya fani mbalimbali kutoka kwa wahitimu wa chuo hicho na kujionea matunda ya ujuzi yatokanayo na kozi mbalimbali zitolewazo na chuo hicho. Na hapo sisi wana secretary pia tuna punching machine kwa ajili. Mbali na hilo, mwalimu mkuu wa chuo hicho amesoma historia fupi ya chuo tangu kuanzishwa kwake, wajibu, ndoto na mipango mbalimbali ya chuo hicho. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi wa VETA kanda ya Ziwa, afisa elimu wa Tarime mji, katibu wa CCM wilaya ya Tarime, Mheshimiwa diwani kata ya Turwa, mwenyekiti wa mtaa Uwanja wa Ndege, mkurugenzi wa chuo ambaye pia ni mwenyekiti wa wakuu wa vyuo vya ufundi kanda ya Ziwa, wakuu wa vyuo jirani, wakuu wa shule za sekondari na msingi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na wanachuo, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Awali ya yote napenda kuwashukuru wote kwa kuitikia wito wa kuja kushiriki nasi katika mahafali yetu ya pili kwa ngazi ya 3. Karibuni sana hapa chuo cha ufundi Tarime Vocation Training. Karibuni kwa mara nyingine, tusherekee kwa pamoja. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi wa VETA kanda ya Ziwa, naomba kutoa historia fupi ya chuo chetu cha Tarime Vocation Training College. Chuo chetu cha Tarime Vocation Training College kimesajiliwa NACTVET kwa usajili wa NACTVET 0587, yani full registration, na kuruhusiwa kutoa mafunzo ya ufundi stadi kwa muda mrefu pamoja na muda mfupi kuanzia ngazi ya level 1 mpaka ngazi ya level 3, yani ngazi ya 3. Kwa kozi za muda mrefu kama vile ufundi cherehani, yani kushona na kudarizi, ufundi umeme wa majumbani, ufundi magari yani mechanics, masomo ya biashara ni pamoja na business operations, laboratory assistant, uchomeleaji wa vyuma yani welding and fabrications, secretarial studies and front office yani masomo ya uwaziri, ICT yani information technology kadhalika. Na kwa wanafunzi wote wanaosoma kozi za muda mrefu, kozi ndefu ndio wanafanya mitihani ya kitaifa yani CBA sambamba na NABE. Na anayefaulu hutunikiwa cheti kutoka serikalini na huwa na sifa ya kusonga katika level inayofuatia, na anayehitimu kwa level 3 huwa na sifa ya kujiajiri sambamba na kuajiri wengine. Hivyo mhitimu anaweza kujiajiri wenyewe kwa kufungua ofisi yao na kuajiri wengine pia. Aliyehitimu mpaka level 3 na kufaulu huendelea na NTA level 4 chini ya NACTVET kwa kujiunga na diploma, hatimaye kuendelea na degree. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi wa VETA kanda ya Ziwa, chuo pia kinatoa kozi fupi ambazo zipo chini ya mwaka mmoja, na anayehitimu na kufanya vizuri mtihani wa vitendo na nadharia hutunikiwa cheti kutoka hapa chuoni. Kozi zitolewazo ni kama zifuatazo: computer application ambayo ni miezi 3, driving course au kozi ya udereva ambayo ni wiki 6, video productions pamoja na graphic design ndani ya miezi 3, utengenezaji wa sabuni aina zote ndani ya wiki 2 pamoja na nyinginezo. Hivyo kipekee kabisa, ndugu mgeni rasmi, nichukue fursa hii kuwakaribisha kwa wale ambao wanahitaji kupata kozi hizi za muda mfupi kwa nafasi ya kujiajiri wenyewe, wanakaribishwa. Sifa za kujiunga ni kwa wahitimu wote waliohitimu elimu ya msingi, sekondari, chuo kikuu au mtu yoyote anayehitaji kupata maarifa ya ufundi. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi wa VETA kanda ya Ziwa, chuo cha Tarime Vocation Training College ni binafsi ambapo kipo chini ya taasisi ya Professor Mwela Foundations inayoongozwa na mkurugenzi Hesbon Peter Mwela ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Professor
Samwela Foundations, pia mwenyekiti wa wakuu wa vyuo kanda ya Ziwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Ndugu mwenyekiti wa bodi ya chuo, mkurugenzi wa chuo, mkuu wa chuo, naomba nitambue meza kuu yote. Asanteni sana. Awali ya yote, ninamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake hata kutujalia sote kukusanyika hapa katika siku hii muhimu. Pamoja na hilo, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi wa chuo hiki, ndugu Hesbon P. Mwera, ambaye pia ni mwenyekiti wa wakuu wa vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi katika kanda yetu ya Ziwa, kwa kuona umuhimu wa kunipa heshima hii kubwa ya kunialika kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya. Nimefurahi sana kwani nimeandika pia na mimi historia pamoja na wote mlioko hapa katika kushuhudia matunda haya ya wanafunzi waliopata mafunzo muhimu yanayolenga kupunguza ongezeko la vijana wasio na ajira hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa pamoja, ninaomba tuwapongeze wote waliochangia kuwezesha hili, ambao kipekee ni watambue mchango mkubwa wa wazazi na walezi wa wahitimu hawa. Wazazi, hongereni sana na tunawapongeza kwa kuchagua kuleta wanafunzi hapa Tarime VTC, hususan kuchagua kusoma ama watoto wenu kupata elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Hongereni sana. Kadhalika napongeza uongozi wa chuo kiongozwa na mkuu wa chuo Bi Maria Daniel Tarimo na wafanyakazi wote wa chuo. Hakika nimeona wanafunzi, nimeona vipaji, na vile vipaji vyote ni fursa. Na ndio maana tunasema ufundi stadi fursa kama zote. Kiujumla, wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine kuwezesha wahitimu hawa kufikia hatua hii, na walioandaa pia mahafali haya, na wapongezeni sana. Pekee kabisa naomba mpokee salamu za pongezi kutoka VETA na hususan kanda yetu ya Ziwa. Sisi VETA tukisema kanda ya Ziwa tunamaanisha mikoa minne. Mkoa wa Mwanza ambako ndio makao makuu ya kanda ya Ziwa, lakini mkoa huu wa Mara, mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa Kagera. Kwa hiyo mimi hapa niko nyumbani, ni sehemu yangu ya usimamizi. Na kama mnavyotambua, juhudi za serikali ya awamu ya 6 ni kujenga na kuhakikisha vyuo vya ufundi stadi vinatapakaa Tanzania nzima kwa ngazi mbalimbali. Na katika kuhitimisha sherehe hiyo, mkurugenzi wa chuo hicho ndugu Hesbon Peter Mwela alitoa tuzo na kumkabidhi mgeni rasmi, hii ikiwa ni mwendelezo wa shukurani kwa kutambua michango mbalimbali. Sisi kwanza kama taasisi ya Profesa Mwera Foundation, katika moja ya shughuli tunayoifanya ndani ya nchi nzima ya Tanzania ni kutoa tuzo kama hizi pamoja na zawadi za aina tofauti tofauti kwa viongozi kuanzia ngazi ya kitaifa, kimkoa, kiwilaya mpaka level ya shule, kuwapongeza katika sekta ya elimu. Na hizi tuzo tumekwisha toa kwa zaidi ya mikoa 12. Na mwaka jana nilitoa pia tuzo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Dodoma, kwa kumpongeza kwa kazi nzuri anayoifanya katika sekta ya elimu. Na sambamba na hilo, ndani ya kanda ya Ziwa tuna umoja wetu wa wakuu wa vyuo vya ufundi stadi. Hapa ilitakiwa, ndugu mkurugenzi, nisimame na makamu mwenyekiti wangu wa kanda ya Ziwa, lakini tuzo hii ni ya kukupongeza ndugu mkurugenzi kwa kazi nzuri unayoifanya, kwa sababu kupitia kazi yako unapambana na maadui watatu wakubwa ambao ni maradhi, ujinga pamoja na umaskini. Hao ndio maadui watatu wakubwa tulionao. Na sasa hivi tuna adui mwingine ambaye ameongezeka mkubwa wa utandawazi. Utandawazi nao imekuwa pia ni moja ya adui mkubwa sana, hasa katika hizi simu tunazotumia.
zimewekwa mambo tofauti mle ndani ambayo kwa mtu ambaye hayuko makini anaweza akapotea mule, kwa sababu kuna mambo mengi ya ajabu sana. Kwa hiyo ndugu wazazi, tuendelee kuasa vijana wetu katika matumizi sahihi ya simu, na ikiwezekana tufanye replacement, watoke kwenye simu waende kwenye laptop. Kila mtoto awe na laptop. Kwa hiyo mkurugenzi, hii tuzo ni ya umoja wa vyuo vya ufundi stadi kanda ya Ziwa, imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili. In recognition, and this is a recognition award. Congratulations VETA Lake Zone for promoting skills and innovation for community and national development. Hizi tuzo zilikuwa sponsored na taasisi ya Profesa Mwera Foundation. Naomba nikukabidhi tuzo. Tanzania.